Siku chache zilizopita watu wengi ulimwenguni waliguswa na taarifa za kifo cha nyota wa filamu Chuck Norris. Hiki hakikuwa kifo cha nyota wa filamu tu, bali kifo cha mtu aliyeweka alama katika maisha ya utoto ya watu wengi. Nyota huyu alifahamika kwa filamu zake nyingi ikiwemo The Delta Force pamoja na tamthilia ya Walker Texas Ranger, lakini watu wengi hawatomsahau kwa uhusika wake kama adui katika filamu ya mwaka 1972 iliyoitwa Return of the Dragon, filamu iliyoandaliwa na Bruce Lee. Pambano la mwisho la Chuck Norris na Bruce Lee katika filamu hii ni la kihistoria sana, kwani inaaminika uhusika huu ndio ulimpa Chuck Norris kufahamika ulimwenguni kote kama mwigizaji. Nje ya filamu, wawili hao walikuwa marafiki wakubwa, na ningependa kukusimulia jinsi walivyokutana mpaka kuanza kuigiza pamoja. Lakini kabla hatujafika huko, bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako. Chuck Norris na Bruce Lee walikutana kwa mara ya kwanza mwaka 1968 jijini New York, ambako kulikuwa na shindano la karate ambalo Chuck Norris alikuwa akishindana. Baada ya pambano, Bruce Lee akamfuata Chuck Norris na kumwomba kama wanaweza kufanya mazoezi pamoja muda unapopatikana, na huo ndio ukawa mwanzo wa urafiki wao. Ilipofika mwaka 1972, Bruce alikuwa akitafuta mtu wa kucheza nafasi ya adui katika filamu yake ya Return of the Dragon, hivyo akampigia simu Chuck na kumpa nafasi hiyo. Chuck mwanzoni alikataa, kwani wakati huo alikuwa bingwa wa dunia wa mchezo wa karate, hivyo kuonekana amepigwa kwenye filamu lilikuwa jambo la aibu kwake. Lakini Bruce akamwambia, mimi sikupigi tu, bali na kuua kabisa katika hii filamu. Haikupita muda, wawili hao wakaenda jijini Rome nchini Italy na kuanza kurekodi filamu hiyo. Filamu ilipotoka ilifanya vizuri sana huko Hong Kong na kuwa filamu iliyoingiza pesa nyingi zaidi kwa mwaka 1972. Chuck na Bruce waliendelea na urafiki wao. Chuck Norris anadai miezi michache baadaye Bruce alimpigia simu na kumwambia anataka kwenda California ili kumwona daktari wake, kwani amekuwa akihisi kizunguzungu na mara nyingine anazimia. Kweli Bruce Lee akafunga safari, kwani wakati huo alikuwa Hong Kong, hivyo akaonana na daktari wake, lakini daktari alisema hajui hizo ni sababu za ugonjwa gani. Hivyo Bruce Lee akarudi tena Hong Kong, lakini miezi michache baadaye nyota huyo akafariki dunia. Chuck Norris alihudhuria mazishi yake, na muda fulani baadaye mke wa Bruce Lee alienda kuishi sehemu iliyo karibu na makazi ya Chuck Norris. Inaelezwa kuwa Chuck akawa akishinda na mtoto wa Bruce Lee aliyeitwa Brandon Lee, akimsimulia stori mbalimbali kuhusu baba yake. Brandon naye alikuja kuwa nyota wa filamu kabla ya umauti kumkuta wakati akirekodi tamthilia The Crow. Chuck Norris, ambaye jina lake halisi ni Carlos Ray Norris, alizaliwa tarehe 10 Machi mwaka 1940 katika mji wa Ryan jijini Oklahoma nchini Marekani. Katika utoto wake, Norris hakuwa mtoto maarufu wala mwenye kujiamini sana. Kwa mujibu wa simulizi zake mwenyewe, anadai alikuwa mnyonge na mwenye aibu sana, na mara nyingi alijiona kama mtu wa kawaida asiye na kitu cha kipekee. Baadaye familia yake ilihamia huko California, ambako maisha yalianza kubadilika taratibu. Hata hivyo, bado hakuwahi kujulikana kama mwanafunzi bora au kujishughulisha na michezo yoyote. Mabadiliko makubwa ya maisha yake yalianza alipokuwa kijana na kujiunga na jeshi la anga la Marekani la US Air Force. Akiwa huko, alipelekwa nchini Korea Kusini, ambako ndiko alikokutana kwa mara ya kwanza na sanaa ya mapigano, hususan mchezo wa karate. Ni katika wakati huu ndipo safari ya kuwa Chuck Norris ilipoanza. Kitu kilichoanza kama mafunzo ya kawaida ya kujilinda kiligeuka kuwa shauku kubwa iliyokuja kubadilisha maisha yake. Alijifunza mchezo huo kwa bidii kubwa sana. Chuck alivutiwa sana na mchezo wa karate. Hii ilimfanya akaweka nidhamu kubwa na juhudi katika kujifunza mchezo huo. Baada ya kurejea Marekani, Norris hakuacha mafunzo haya. Badala yake alizidisha juhudi na kuanza kushiriki mashindano ya karate. Ndani ya muda mfupi alianza kujitengenezea jina kutokana na uwezo wake mkubwa anapokuwa ulingoni. Miaka 1960, Chuck Norris alifanikiwa kuwa mmoja wa wapiganaji bora kabisa wa karate nchini Marekani. Alishinda mataji mengi ya ubingwa na hatimaye kuwa bingwa wa dunia wa mchezo wa karate kwa muda wa miaka kadhaa mfululizo. Uwezo wake haukuwa tu katika nguvu, bali pia katika nidhamu, kasi na mbinu za kipekee zilizowashangaza wapinzani wake. Alikuwa mpiganaji ambaye hakukata tamaa kirahisi, jambo lililomfanya kuheshimiwa sana katika ulimwengu wa martial arts.
Ni mafanikio haya katika ulingo na mchezo wa karate ndiyo yaliyofungua milango mipya, si tu katika dunia ya michezo bali pia katika burudani. Umaarufu wake ulianza kuvutia watu wa Hollywood, na hapo ndipo safari yake nyingine mpya ya uigizaji ilipoanza. Kupitia umahiri wake katika mchezo wa martial arts, Chuck Norris alipata fursa ya kukutana na mastaa wakubwa wa filamu za mapigano akiwemo Bruce Lee. Urafiki wao ulimfungulia nafasi muhimu sana katika masuala ya uigizaji. Mwaka 1972, Chuck Norris alipata nafasi ya kuigiza katika filamu maarufu ya Way of the Dragon. Yawezekana nimekuchanganya kidogo, kwani hapo mwanzo nilikwambia filamu hii inaitwa Return of the Dragon. Hii ni filamu moja, lakini iliachiliwa kwa majina tofauti kati ya Marekani na kule Hong Kong ambako Bruce Lee alikuwa akiuza sana filamu zake. Pambano lao la mwisho katika filamu hiyo yalifanyika ndani ya uwanja wa Colosseum nchini Italy. Yalikuwa moja ya matukio maarufu zaidi katika historia ya filamu za mapigano. Ingawa alikuwa mwigizaji mchanga wakati huo, lakini alionyesha uwezo mkubwa uliovutia watazamaji wengi. Baada ya hapo alianza kupata nafasi zaidi katika filamu za action, akijenga polepole jina lake huko Hollywood. Uwezo wake wa kupigana ulimtofautisha na waigizaji wengine na ulimpa nafasi ya kuwa kipenzi cha mashabiki wengi duniani. Hii ilikuwa ni hatua muhimu sana, kutoka kuwa bingwa wa karate hadi sura inayotambulika katika screen kubwa za filamu duniani. Katika miaka 80 na 90 alitamba sana kupitia filamu nyingi za action zilizokuwa na hadithi za ujasiri, haki na mapigano dhidi ya uovu. Miongoni mwa kazi zilizompa umaarufu mkubwa ni tamthilia ya televisheni iliyoitwa Walker Texas Ranger, ambapo aliigiza kama askari mwenye misingi ya haki na nidhamu kali. Tamthilia hii ilipendwa sana duniani kote, jambo lililofanya ikaonyeshwa kwa muda mrefu katika runinga. Jambo la kufurahisha ni kwamba kutokana na uigizaji wake mzuri kama Texas Ranger, mwaka 2010 mamlaka za jimbo la Texas lilimtunuku Chuck Norris cheo cha heshima kama Texas Ranger kutokana na uigizaji wake uliofanya taasisi hiyo kujulikana na kuheshimika duniani. Umaarufu wa Chuck Norris haukuishia tu kwenye filamu na televisheni. Kadiri miaka ilivyokwenda, jina lake liligeuka kuwa sehemu ya utani katika mitandao ya kijamii. Picha yake ilikuwa ikitumika kwenye memes zikielezea mtu mwenye uwezo na nguvu zisizo za kawaida. Chuck Norris alifunga ndoa yake ya kwanza akiwa na umri wa miaka 18 na alimwoa mwanamke aliyeitwa Diane Holechek aliyekuwa na umri wa miaka 17 mnamo mwaka 1958. Wawili hao walidumu pamoja kwa miaka 30 kwenye ndoa mpaka pale walipokuja kutalakiana wakiwa na watoto wawili mnamo mwaka 1989. Katika maisha yake, Chuck Norris pia aliwahi kukiri kuwa na mahusiano nje ya ndoa yake, jambo ambalo baadaye alielezea kuwa sehemu ya makosa aliyoyafanya katika ujana wake. Kutokana na mahusiano hayo alipata mtoto mwingine wa kike, tukio ambalo lilimfundisha umuhimu wa kuwajibika na kukubali matokeo ya maamuzi yake. Baada ya miaka kadhaa, Chuck Norris alikuja kumwoa mwanamke mwingine aliyeitwa Gina O'Kelly ambaye alimzidi miaka zaidi ya 29. Ndoa yao imekuwa ya muda mrefu na yenye utulivu zaidi. Wawili hao pia walibarikiwa kupata watoto mapacha na Chuck Norris akaonekana kuwa karibu sana na familia yake katika miaka ya baadaye. Nyota huyu aliugua ghafla mwezi huu na akapelekwa hospitali, lakini ilipofika tarehe 19 mwezi Machi aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 86, na siku iliyofuata familia yake ilitangaza kifo chake. Licha ya kifo chake, Chuck Norris anabaki kuwa moja ya nyota wachache sana wa filamu waliotamba katika miaka 80 na 90, ambayo umaarufu wake uliendelea mpaka katika ulimwengu wa mitandao ya kijamii. Mpaka leo nyota huyu anazidi kukumbukwa kama moja ya mashujaa katika runinga walioweka historia katika maisha ya watu wengi. Niandikia kwenye sehemu ya comment. Je, uliwahi kutazama filamu yoyote ya Chuck Norris, na wakati huo ulikuwa na umri gani? Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.